Hello tena, leo tutajifunza kuhusu Gowning na jinsi ya kuingia na kutoka eneo la chumba safi. Kama fundi wa utengenezaji, unahitaji kuelewa utaratibu na aina ya Gowning unahitaji kuzingatia katika maeneo tofauti ya kituo cha utengenezaji. Kuna maeneo matatu tofauti katika kituo cha utengenezaji wa Biotech Parma. Kwanza ni eneo lisilodhibitiwa, ambayo ni aina ya eneo la karibu ambapo mafundi wa utengenezaji hutegemea wakati hakuna shughuli zinazoendelea kwenye sakafu ya utengenezaji. Kwa maneno mengine, eneo la jumla katika ofisi au kiwanda kwa wafanyikazi kukusanyika na zaidi kama hatua ya kuanzia. Au ikiwa ni lazima nifafanue zaidi, ningesema eneo la kushikilia kwa mafundi wote wa utengenezaji na mahali ambapo timu yote ya utengenezaji inakusanyika kwa majadiliano. Hii pia ni eneo ambalo ungekaa ndani kabla ya kwenda kwenye sakafu ya utengenezaji. Ungekuwa na majadiliano na msimamizi wako juu ya nini cha kufanya baadaye. Hii pia ni eneo la kuwa na majadiliano ya kubadilishana. Shift Echange hufanywa na wasimamizi kutoa taarifa kwa mafundi wa utengenezaji mwanzoni mwa mabadiliko yao. Hii inajumuisha maagizo juu ya kile watakachofanya leo. Kupanda ni sehemu muhimu kwa usalama wa dawa na mgonjwa. Maeneo mengine mawili ambayo Gowning inahitajika ni T na A, B, na tutajifunza kwamba katika darasa hili. Kwenye skrini hii, unaona baraza la mawaziri upande wa kushoto ambalo ni kabati lako. Ijayo unaona ni msalaba juu ya benchi na baraza la mawaziri la nyongeza. Hizi ni macho machache ya kawaida. Locker kwa kuhifadhi nguo zako za mitaani, baraza la mawaziri la kupata barakoa, scrubs, gowns, wavu wa nywele, glavu, kifuniko cha kiatu. Tutaenda juu ya kila chombo tunachohitaji na ni muhimu. Hebu tujadili muhimu kutumika katika utaratibu wa Gowning. Kama unavyoona kwenye skrini, kitu cha kwanza upande wa kushoto ni onyesho lenye kifuniko na unaona jinsi inavyovaliwa. Ijayo unaona ni mask. Nina hakika sasa siku kila mtu anajua ni umuhimu. Glavu za sterile, kama tunavyojua sterile ni nini, imetengenezwa na imejaa bila uchafuzi wa nini hivyo milele ya aina yoyote na tayari kutumia. Jambo linalofuata unaona ni kitanda cha kunata. Uchafu kwenye viatu vyako unaweza kukwama kwenye kitanda hiki, na hii kawaida ni kabla ya kuingia eneo lililodhibitiwa. Ifuatayo ni glavu za nitrile, hizi sio sterile. Kwenye skrini hii unaona gown ya jumla inayotumiwa katika maabara na wafanyikazi wa maabara ambapo wanafanya vipimo vya kemikali na vipimo vya dawa zinazozalishwa. Gown hii ni tofauti kidogo na gown ya utengenezaji. Hii ni kwa uelewa wako wa scrubs mbalimbali na gowns kwa uelewa wako bora. Kuna scrub katikati kama madaktari na wauguzi huvaa katika huduma ya afya. Kulia kwake, gown safi ya chumba ambayo iko katika rangi ya bluu ni kwa daraja TNAD. Njia yote ya kulia ni gown nyeupe. Hii ni ngumu zaidi kutumika kwa kujaza aseptic au sterile ambayo tayari umejifunza. Katika hatua hii, kama unataka kujifunza Gowning kwa kasi ya haraka kutoka scrub kwa TNAD kwa gown anab, hii ni mlolongo unahitaji kufunga katika kumbukumbu yako. Kwa maneno mengine, unapoenda kwenye eneo la utengenezaji wa chumba safi, baada ya kuchukua nguo zako za jumla, scrub ni jambo la kwanza unalovaa. Scrub inakaa, TNAD Gowning inaendelea juu ya scrub na anab Gowning inaendelea juu ya TNAD. Ikiwa unakumbuka kuwa jinsi ya gown ni rahisi na itakuwa pro wakati unapaswa gown kwa wakati halisi. Jambo muhimu zaidi ni mlolongo wa vitu wakati wa Gowning. Kwa hivyo kila kitu kinakaa safi na tunasonga kila wakati kuelekea hatua safi zaidi na safi. Katika mafunzo haya tutaenda juu ya mlolongo wa kile kinachoenda kwanza na ni kitu gani cha mwisho unapaswa kufanya wakati unapanda kuwa mtu mwenye sifa nzuri. Mtaalamu wa gown ya uzoefu angekufundisha mlolongo kamili juu ya nini cha kuvaa kwanza.
unapokaribia kuingia kwenye chumba safi, unajua mlolongo wa kwanza ni kuvaa strub. Baada ya kuvaa strub, kuna mlolongo ambayo ni hairnet, kifuniko cha ndevu ikiwa una ndevu, glasi za usalama, glavu, kisha unahamia kwenye tnadgoning na ikiwa inahitajika anab pia. Utaratibu wa anab dhidi ya utaratibu wa tnad ni sawa. Jambo la kukumbuka ni kwamba kuvuka kutoka chini safi hadi safi zaidi ni maarifa unayohitaji kujifunza, na ni tahadhari gani unahitaji kuchukua ili usichukue vijidudu zaidi, kama kusonga kwako kuelekea upande safi zaidi. Ukweli mwingine ni strub kwanza, nad au anab shughuli yoyote unayohitaji kwenda. Sasa njia ya pili au mlolongo unahitaji kujua ni jinsi ya kuvaa gown. Hivyo gown na wewe wote kukaa safi na ni kusonga kuelekea hali safi zaidi bila kubeba vijidudu mbele. Na kufanya gowning sahihi na rahisi kuna juu chini, chini juu na ndani nje. Mfululizo, usijali tutarahisisha hii ijayo. Halo tena, sasa unaagizwa na msimamizi wako kuelekea kwenye chumba safi, sakafu ya utengenezaji. Jambo la kwanza unalofanya kama wewe, ingia kwenye mlango wa chumba safi. Daima kuna kuzama kuosha mikono yako. Hii ni hatua ya kwanza. Sasa unasukuma mlango na kuingia. Baada ya kukagua kadi yako ya mfanyakazi, kumbuka, zote ni milango ya kushinikiza. Mwanzoni, ndani ya chumba safi, unaweza kulazimika kuvuta mlango, na hapo ndipo unapokuwa ndani ya chumba safi. Milango ya kushinikiza ni njia ya kupunguza kugusa mkono. Mikono yako ni sehemu moja ambayo tunajaribu kuweka safi wakati wote. Jaribu kufanya mazoezi kwa kufungua milango hii kwa kushinikiza kiwiko chako bila kuhusisha mikono yako. Umepata uhakika? Jambo linalofuata kwenye picha yako tatu kwenye skrini yako, chagua saizi ya strub yako ambayo inakufaa sasa. Hii ni hatua ya kwanza. Jitayarishe kwa gowning sasa. Kumbuka tumezungumza juu ya juu chini, chini ndani ya njia. Huu ni wakati wa kutumia njia ya juu chini. Chukua wavu wa nywele kwanza. Umefunika juu ya mwili wako. Ikiwa ungekuwa umevaa glavu kwanza na kichwa hakikufunikwa, kitu fulani kingeweza kuanguka kutoka kwa nywele zako. Umepata uhakika? Sasa umefunika kichwa chako, weka strub yako juu ijayo, kisha uweke strub ya chini ijayo. Sasa unaweza kuweka kifuniko cha kiatu kwenye viatu vyako. Sasa unaelewa njia ya chini ambayo inatumika kwa strub, hatua ya kwanza ya gowning yako. Sasa kumbuka, tulisema tunahakikisha hatubebi vijidudu mbele, kwani tunasonga chumba safi, kwani tunaweka tu kifuniko cha viatu kwenye viatu vyako, na viatu vyako ni karibu na ardhi ambapo bakteria wengi huishia kufikia. Kwa hivyo, wacha kunawa mikono kabla ya kuweka glavu. Sasa fungua glavu kuziweka kama nambari ya picha 8. Kisha vaa mlinzi wako wa macho. Kwa kuwa una mikono safi na glavu safi juu yao, unaweza kuchukua glasi. Unapata uhakika. Picha ya mwisho no 10 uko tayari kwa gowning. Katika picha hii fundi anashikilia mikono yake yote kwenye urefu wake wa kifua, hii yake kukumbusha ndani ya chumba safi. Hii ni mazoezi bora na daima kutembea polepole. Katika biotech na sekta ya dawa hii inaitwa MON kutembea. Kumbuka neno mwezi kutembea na daima kutembea polepole wakati katika eneo safi chumba. Sasa uko tayari katika strub yako, ukihama kutoka eneo safi zaidi hadi eneo safi zaidi. Picha ya juu kushoto kwenye skrini yako. Unatumia kiwiko chako kufungua mlango na tena ndani, eneo safi zaidi. Safisha mikono yako. Tunasonga kila wakati, hali safi na safi. Sasa unachagua gowning ambayo inafaa ukubwa wako, kuweka chini kwenye benchi, kwamba wewe tu karibu kuvuka juu. Kumbuka, benchi, wewe ni kusonga kutoka upande chini safi kwa upande safi zaidi. Hivi sasa unahitaji kuchukua kila kitu unahitaji. Gown ambayo ni jumla, hodie kufunika kichwa yako, mask kufunika mdomo wako na pua,
Seti ya glavu kama sisi ni kusonga kutoka chini ya kusafisha kwa kusafisha zaidi. Tunataka kuhakikisha sisi kuweka safu nyingine ya ulinzi mpya, sterile glavu juu. Sasa unavaa hodie yako. Kumbuka bado tuko kwenye njia ya juu. Kisha kuhamia kwenye mask. Hakikisha mask yako imewekwa chini ya glasi zako na daraja la pua. Sasa tunahamia ndani ya njia. Kwa maneno rahisi, daima kugusa gown kutoka ndani, sio kutoka nje. Kwa sababu ikiwa mikono yako imeshika bakteria katika sekunde chache zilizopita, hutaki hiyo iwe kwenye uso wa nje wa gown yako. Kwa kuongezea, unakumbuka kila wakati unapopasua pakiti ya plastiki ya gown yako, unachukua gown nje na ndoano nyuma ya rangi ya gown yako ndani. Kuweka kanuni sawa akilini. Kunja miguu ya gown kutoka, kuweka mkono wako ndani na kutoka ndani ya roll it up. Kumbuka, tunapaswa kuepuka kugusa uso wa nje wa gown. Sasa unaweza kuona katika picha inayofuata, fundi anaweka mguu wake ndani bila kuruhusu gown kugusa ardhi. Sasa miguu yako yote iko ndani. Sehemu ya juu unayoshikilia, unaishikilia kutoka ndani bado, na mkono wako wa kushoto unaweza kuweka mkono wako wa kulia ndani, na mkono mmoja ndani unaweza kuweka mkono mwingine ndani, baada ya kuhakikisha kwamba hodi yako ni kabisa ndani ya gown. Sasa umeweka gauni kikamilifu. Ni vitu vichache tu vilivyobaki kabla ya kuvuka benchi na kutembea hadi eneo safi zaidi kutoka eneo lisilo safi. Picha inayofuata inakwambia kusafisha tena mkono wako, kwani utakuwa unafungua pakiti ya sterile ya ngawira ya gauni lako kwa sababu umevaa hiyo ijayo. Kwa hiyo wewe kwa kuhamasisha mikono yako kwa kipimo cha ziada cha tahadhari. Kumbuka kujaribu kuweka mikono yako safi wakati wote, kusonga kuelekea upande safi zaidi. Picha namba 14 unaweza kuona kuvaa ngawira kwenye mguu wako wa kulia kwanza baada ya kuchukua ngawira nje ya ufungaji wake. Kumbuka, upande mwingine ni safi zaidi, upande tnad eneo. Sasa mguu safi na kibanda juu ya kwenda upande safi. Unapaswa kamwe kuweka mguu safi na boti nyuma. Chini safi upande. Sasa unaweza kuona screen na meza katikati katika picha 17. Uko upande wa kulia wa benchi, upande usio safi tayari na gown yako ya tnad kuvuka daraja tnad eneo. Wakati ungekuwa na vyumba vingi, sasa uko ndani ya chumba safi baada ya kuvuka benchi juu. Sasa ungevaa seti nyingine ya glasi. Glasi hizi ni hewa kali kati ya mask yako na gown. Katika hatua hii, safisha tena mkono wako kama uko tayari kwenda. Lakini sasa utaweka safu nyingine mpya ya ulinzi kwa dakika 1. Safu hii ya ulinzi ni tena seti nyingine ya glavu za sterile mikononi mwako. Kwa wakati huu tunataka uangalie kwa uangalifu skrini kwenye picha nambari 21 unapofungua pakiti ya glavu. Kama unavyoona kwenye picha, glavu ambazo zimewekwa kwenye msalaba juu ya benchi. Kila glove ina cuff folded up ambayo hutoa njia ya kufahamu glove bila kugusa nje. Kushika glove imara na uso wa ndani katika the fold na mkono wako wa kulia na slide glove katika una kabisa kuepuka kugusa uso wa nje ya glavu. Zaidi ya hayo, sehemu wewe kuguswa kuweka glove juu, wewe ni kwenda roll kwamba juu ya forearm yako na kwamba sehemu ya glove kwenda ndani, uso wa nje ni safi wote si kuguswa ni. Katika picha namba 24 unakaribia kwenda kwenye sakafu daraja tnad. Tena sukuma mlango ndani kwa kiwiko, epuka kugusa kwa mikono. Tunavuna vitu fulani ili kukufanya uelewe umuhimu. Jaribu kuweka mikono yako safi kadri uwezavyo. Kwa mfano, ikiwa uko kwenye sakafu ya utengenezaji pia huitwa chumba safi. Utaratibu wa kampuni yako utakuelekeza kunywa pombe mikononi mwako kila dakika 15, ondoa 20 wakati wa operesheni. Sasa gown yako kwa tnad imefanywa. Tofauti kati ya darasa hizi mbili cht na a ni kali zaidi kuliko cht. Kuna mafunzo juu ya maneno ambayo umekamilisha.
uainishaji wa eneo unaelezewa kuhusu na mambo mengine na tofauti kati ya madarasa mawili ya chumba safi. Sasa tunahamia kwenye kitabu cha kumbukumbu cha kuingia. Logi hii inaweka tu wimbo wa data zote, yeyote aliyeingia katika chumba hiki safi na kutoka wakati gani. Chumba safi ni eneo lililozuiliwa, watu wanaowajibika tu wanaruhusiwa. Kama fundi wa utengenezaji utafanya shughuli za utengenezaji kila siku. Kufanya shughuli hizi au madawa ya kulevya unahitaji kujua logi ya kuingia na habari inayofuatilia. Vyumba vingi safi vina vizuizi kwa idadi kubwa ya watu wanaoruhusiwa kwa wakati fulani. Logi husaidia kufuatilia. Pia huunda ufuatiliaji, siku ambayo, ni operesheni gani ambayo dawa ilifanywa. Vitabu vyote vya kumbukumbu huunda ufuatiliaji. Habari zaidi juu ya kitabu cha kumbukumbu hutoa ufuatiliaji zaidi. Asante kwa kuangalia. Kuona wewe katika darasa la pili.